Kwanza ulivyonioji kwamba nivujisha, mimi sijavujisha chochote. Inawezekana ni yeye kutaka apate umaarufu kwenye timu yake ya Yanga. Unajua watu wengi wanataka wapate umaarufu, watu wengi wanataka ni jinsi gani anataka wale hela kwa viongozi. Mimi sijavujisha chochote kwa sababu alivyoongea na ndio mlivyosikia. Yeye ndo alinitishia. Aliniambia kwamba Yanga kwanza niachane na timu yake ya Yanga, nikae mbali na Yanga. Na isitosha akarudi tena akazungumza huko nakoenda wapige nyau Simba. Sasa nikajiuliza, na ndio maana kwenye clip ukisikia ni kama nilishangaa nini, mimi sijui. Nani alimrekodi mwenzie kati ya wewe na yeye? Ni yeye. Yeye ndo alirekodi. Naona yeye ndo kataka karusha ili apate umaarufu. Kwani unaendaga wapi mwalimu? Hebu tuambie huko huo unapoenda, hata katika mechi zako za kawaida, ni wapi? Kwa nini watu wanaogopa kuhusiana huko unapoenda? Hapana. Unajua watu wanaweza kuwa na kiteto wanasema anaendaga wapi. Mimi naenda wapi? Hii nchi huru hii. Umeelewa? Hii Afrika huru. Wewe umeona juzi mama kwa uweledi wake mkubwa na kuonekana kwamba anaongoza anavyoongoza nchi. Umeelewa vizuri? Kaamua kufuta visa kuwapa Tanzania fursa ya kwenda kufanya biashara. Sasa mtu anapoenda utafuta fursa, wewe unaweza kumuuliza naenda wapi? Umeelewa? Sasa yeye ana muda wa kuniuliza mimi. Sawa, tunajiuliza hata sisi. Tabora kuna viongozi wengi sana wa mpira. Kina Ismail Aden Rage, wako viongozi wengine kina Swedi ambao wamefanya vizuri sana katika mpira. Kwa nini anatajwa Dida katika kuijumu Yanga kuelekea mchezo huu? Kwa nini? Hata Yesu alikuwa na mitume wengi sana. Lakini alimtaja Petro. Sawa. Utanikana? Inamaanisha alikuwa na mitume 12. Inamaanisha hata na yeye anaweza huko aliko akaona sasa nataka nife na Dida. Umeelewa vizuri Na ndio nilichozungumza chuki binafsi. Inawezekana kaamua tu atangaze jina lake kupitia Dida. Pengine umewahi kuhusika katika maandalizi ya kimbinu kwa namna moja ama nyingine kuisaidia Tabora United katika michezo yake yote iliyopita, aidha mwaka jana ama mwaka huu? Kumbuka clip niliyoongea naye, sijihusishi na Tabora United. Unaingiaje sasa? Hapana. Sijaingia Tabora United, bali ni timu iko kwenye mkoa wangu. Umeelewa vizuri? Naweza nikaishabikia tu. Kwa sababu bila Tabora United mimi sioni ligi kuu hapa. Ule uwezo wa kusema nitaenda Dodoma, nitaenda Mwanza, nitaenda Kigoma haupo. Na uwezo wa kutoka hapa hatua ngapi nimefika uwanja wa Hassan Mwinyi. Naona. Lakini kuna kitu kingine nakipata kwenye ligi kuu. Na wale watoto ball boys. Nakipata wanajifunza kitu fulani. Kuna kitu kinawapa watamani mpira. Kuna kitu kinachoonyesha kwamba sasa kumbe kama nikicheza mpira anavyonifundisha mwalimu nitafika hatua hii. Umeelewa? Sasa mtu anapozungumza masuala mengine ya Tabora United inasaidia, sidhani kwamba ana mlengo mzuri kwangu. Mimi sipo huko. Pengine baada ya kusambaa kwa klipu ile, mahusiano yako yakoje na wanayanga? Huko imekuwa ni sehemu ya watu wako ambao mmekuwa mkishirikiana kwa namna moja ama nyingine wa hapa Tabora. Sasa nisikwambie, wanayanga wa Tabora tena washikaji zangu sana. Na mpaka sasa hivi wako pamoja na mimi. Kwa sababu wameona ni ujinga. Unaona mwana Yanga mwenyewe atakuwa Tabora, atashindwa kushirikiana na mimi kwa sababu ile klipu nitamweka moja kwa moja nini mjinga. Lakini mwana Yanga anaojitambua katika nchi hii kwa ule uozo aliozungumza akishirikiana naye moja kwa moja nitamuona ni mpotoshaji. Kwa sababu ni hivi, anatakiwa atoe ushahidi. Yeye ametaja vitu vingi sana. Ametaja mimi nipige nyau Simba. Ametaja kwa nini mechi ya Simba sikukaza. Kwa nini mechi ya Simba sijasafiri. Mbona ulipewa hela na Simba? Anatakiwa nitajie ni yupi alinigabizi katika uongozi wa Simba, alinipa zile hela nikawapelekea viongozi wa nini wa Tabora United wakagawa wachezaji. Anatakiwa atoe ushahidi huo. Na kuna kingine umetaja, Rage ni maji makubwa kwenye mpira. Umeelewa? Rage ni maji makubwa kwenye mpira.
Sawa Dida, mbona mpaka leo hujasafiri kufuatia hiyo tuhuma? Haujaenda popote au umetoka hivi karibuni? Mimi kwanza sielewi kwamba hawezi kujua ratiba yangu ya kusafiri. Umenielewa? Na hawezi kuzungumzia kwamba Dida anasafiri anafanya nini. Hiyo haipo, kwa sababu safari zangu mimi hazihusiani na Tabora United. Umesafiri kwenye hizi siku 2-3? Lini? Anaweza katoa ushuhuda. Kwa sababu yeye anapotaja nje ya nchi lazima pana pasipoti. Inaweza kaulizwa tukaenda uhamiaji tukaangalia tarehe gani alisafiri bwana Dida kwenda Kongo, akatoa ushahidi, kwa sababu tunaenda kwenye mitandao unabonyeza tu unapata jina la mtu. Lakini akitoa ushahidi kwamba Dida juzi alikuwa wapi nchi fulani, mimi nifunge miaka 100. Sasa kuna jambo hapa umetajwa kuhusika nalo, hususan imani za kishirikina. Ulishawahi kujaribu kwenye safari yako yote ya soka tangu ukiwa mchezaji wa Mirambo? Hapana, mimi namwamini Mungu tu. Mimi nikipiga novena tu basi kwa mimi Mkristo na Mkristo wote Mkatoliki ananisikiliza, novena kwetu ni sala kubwa. Nikishafanya novena hata katika wanafundisha watoto hiyo, kuna kitu umeniuliza kwamba ukiwa unafanya hata mechi zako za hapa ndani, kweli mimi mwalimu nishawahi kushiriki na vijana kwenye mashindano ya Coca-Cola, waulize tulikuwa tunasali tu, na hicho ndio tupa matokeo sisi watu wa Tabora, na nilishinda timu zote za Dar es Salaam. Temeke nilimpiga 2-0, nilimfunga Ilala kwenye penalty, Manyara nilimfunga 9, Morogoro nilimpiga 2-1 mpaka nikaingia finali nikacheza na Mjini Magharibi. Ni dua tu. Unaamini ushirikina katika michezo upo na unatumika kuzisaidia baadhi ya timu? Mimi siwezi kuamini kwa sababu sijawahi kuona. Umeelewa kwa sababu naweza ngazungumza kwamba na uamini ushirikina. Mimi sio mganga. Mganga Mungu. Na ndio maana mimi sina hofu. Yule bwana alikuwa anahofia draw na wewe ukamwambia mtafungwa. Yeye anahofia draw, wewe ukamwambia mtafungwa. Ulikuwa unajiamini nini? Kujiamini kutokana na maneno yake. Mtu anaweza kazungumza kwamba wewe mwizi kama alivyonituhumu mimi mchawi. Si ndio maana yake? Inamaanisha aishaona anafungwa. Ukimwona mtu anaanza kukurushia maneno ya kujihami, ujue moja kwa moja ana udhaifu ndani yake. Sababu amenishtumu kwamba hata mechi ile walifungwa goli 3, mimi nimeshiriki. Mimi sikuwa Dar es Salaam, nilikuwa Tabora. Ulisikika ukisema wewe ni mtu hatari. Wewe ni hatari kwenye nini Dida? Ni mtu hatari kwa kujiamini. Najiamini sana. Katika lolote lile. Hata wachezaji wenzangu niliocheza nao kwenye timu zote wanajua. Najiamini 100%. Na sirudiage nyuma. Pengine unaweza kutumia nafasi hii kuclear kile ulichokizungumza, tukauacha mpira utamalaki kufuatia mchezo wa Jumatano kwamba hawawezi kupoteza au kwa namna moja ama nyingine, maana uliwahakikishia watapoteza. Je, unaweza kutoa nafasi mpira uchukue nafasi yake kwa maana ya matokeo yake yote matatu? Mimi nishakwambia kwamba kwanza kwenye upande wa ushirikina mimi sipo. Na kwenye upande wa Tabora United mimi sipo. Najua atakayecheza ni Tabora United na Yanga. Mimi masuala kusema nitaamua huyu atafungwa huyu afungwi, hilo kwangu alipo. Wewe ni timu gani? Mimi timu Chipkizi. Hauna timu yoyote mwana? Timu yangu Chipkizi. Sawa, baada ya yote kutokea, wewe kama Dida pamoja na familia ambayo ilitishiwa, mmechukua hatua gani tukitamatisha? Tayari tushachukua hatua. Tushapeleka mbele ya sheria. Nafikiri serikali ndio inajua, polisi ndio inajua jinsi gani itaendelesha hicho kitu, kwa sababu ni tishio. Mtu anakutisha kukuua, lazima uripoti. Pengine wito wako ni upi kwa viongozi wa Yanga kufuatia sintofahamu hii ambayo aliyoifanya mpaka sasa hivi hatumfahamu? Mimi wito wangu kwa viongozi wa Yanga, sio Yanga tu, timu zetu kubwa, tusiwape nafasi watu wakuwa wanaongea kupitia kofia ya timu, kwa sababu ni brandi kubwa. Yanga timu kubwa, Simba ni timu kubwa. Sasa tunapowapa nafasi mtu anaongea kama alivyoongea huyu, nachukulia ameipotosha Yanga, ameizalilisha Yanga, kwa sababu hana ushahidi uliokamilika katika kupewa mimi hela na Simba au kuniona mimi nafanya mambo ya ushirikina kwenye mechi yao ya 3-1, na pia nafanya ushirikina kwenye mechi watacheza Jumatano. Nilikuwa naomba kwamba viongozi tizameni watu wa kuwapa nafasi
Unajua kuna watu wameingia kwenye mpira wa Tanzania sasa hivi, akinunua jezi zake 3 tu, jezi 3 tu za Yanga au za Simba au za Azam za nini, anakuwa mshabiki. Lakini mpira hujui. Hicho kinatupa shida. Sisi tuocheza mpira tunapata shida sana tunapata mikingano mikubwa sana. Mimi tu naniona hapa, lakini ukienda mikoa mingine watakwambia. Inafikia hatua mpaka wewe ukiwa kama unakaa Kagera, unakuja na timu, nashindwa kukusalimia kwa sababu najua nitaambiwa nimefanya nini na hujumu timu. Inatupa shida. Inatupa shida sana. Tulikuwa ngatu tutazamwe kwa sababu ile fair play haipo. Kuna fair play kwenye mpira. Sio maana ile fair play haipo kwenye mpira kwa sababu anawezekana ni mshikaji wangu tucheza naye mwaka 99, mwaka 2000, inamuona leo anatoka Songea. Vipi safi. Wewe ukiongea naye tukosa. Sasa lakini kuna watu huko nyuma wanatengeneza ule mwanya ili kufanya ya kwao ili wakubebeshe nini? Mzigo. Kama huu mzigo ni ubebesho. Jumatano tunaenda uwanjani kama kawaida. Uhakika? Tena nauliza kitu kimoja kwamba hata ingekuwa kesho ningeenda. Karata yako unampa nani kati ya Yanga na Tabora? Siwezi kumpa mtu karata. Mimi ni mwalimu wa mpira wa miguu. Dua zako unazielekeza wapi? Dua zangu nataka mpira uchezwe tu. Huku matokeo yakiwa upande gani? Yoyote ana uwezo, atakuwa na nguvu ndio achukue uwezo. Nikushukuru mwalimu. Asante.